Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan mustami'una al-kiram. Na wakaribisha tena kwa mara nyingine watukufu watazamaji na wasikilizaji na wajifunzaji katika TV ya Ibn Jazar Online TV. Tukiendelea katika halaka yetu nyingine ya tafsiri ya Qur'ani ya juzu amma, tulipoishilia pale katika kipindi kilichopita tumesema kwamba makafiri wakiingizwa katika moto wa Jahannam hawatoonja, hakuna watakachokionja katika moto huo isipokuwa ni adhabu juu ya adhabu, juu ya adhabu. Wakati Mwenyezi Mungu katika yale matendo ambayo walikuwa wameyafanya yote yamedhibitiwa kwa kuandikwa kabisa katika vitabu maalum. Kwa hiyo katika umo ndani ya Jahannam makafiri hawatoonja chochote kile cha neema, kama tulivyoambiwa kule kwamba kitu ambacho watapata wao ni maji ya moto, na maji yale ambayo yanatoka katika viwiliwili vya makafiri ndio ambayo watakunywa, maji ya moto na maji ya usaa. Kwa hiyo ni adhabu juu ya adhabu. Vitu vyote hivyo vina matatizo uko ndani ya Jahannam, lakini vile vile zile adhabu unazozipata ni kunywa hayo maji ya moto na kunywa vile vile usaa ambao unatoka katika viwiliwili vya makafiri. Katika tukibainisha aya hizo ambazo tumezisoma kuanzia aya 17 mpaka ya 30, katika sherehe ile ya ubainifu anasema tubayinu hadhihi alayat. Aya hizi zinabainisha nini? Zinabainisha kwamba anna Allah Ta'ala ja'ala yawm al-qiyamati maw'idan lilhisab lihisabi an-nas, kwamba Mwenyezi Mungu ameiweka siku ya kiyama ni ahadi maalum kwa ajili ya kuwahesabu watu, walilfasli walilqada'i bainahum, na upambanuzi, kupambanua haki na batili na kuwapambanua hao wenyewe watu ambao watapelekwa huko siku ya kiyama, kupambanuliwa, wengine wawe ni wema, wengine wawe ni waovu, na kupelekwa sehemu mbalimbali. Lakini vile vile ni siku ya malipo, lilqada'i bainahum, ni siku ya kuhukumu kati yao. Allah alipotuambia inna yawmal fasli kana miqata وسوف يحصل هذا بعد أن يأمر الله تعالى الملك إسرافيل بالنفخ في البوق. wakati gani inapatikana haya? Baada ya Mwenyezi Mungu kumwamrisha malaika Israfil kupuliza parapanda, yauma yunfakhu fi sur fatatuna afwaja. Tulizungumzia kwamba parapanda yatapulizwa mara mbili. Mara ya kwanza watu wote watazimia, fasaika man fi samawati wal ardh, man fi samawati wal ardh, watazimia watu wote, viumbe vyote vilivyopo ardhini na mbinguni, vyote vitazimia. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anatuambia kisha litapulizwa parapanda la mara ya pili au parapanda jingine, basi wote wataamka na wakawa wanatazama. Kwa wale watu wema watasema man ba'athana min barqadina hadha, nani ametuamsha katika malalo yetu mazuri haya? Walikuwa na starehe nzuri, kwa hiyo wataulizana ni nani ambaye ametuamsha. Kwa hiyo nalo hilo ni parapanda la mara ya pili. Mpulizaji atakuwa ni malaika Israfil, ndio ambaye amewakilishwa kufanya kazi hiyo. Fayakhruju an-nas, watatoka watu min quburim, katika makaburi yao, watuhdhiruhumul malaikatu amama Allah Ta'ala lilhisab, na malaika watawahudhurisha wale watu waliotoka katika makaburi yao, watawahudhurisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya hisabu. Yataghayyaru kullu shay'in fi hadha al-yawm al-mukhif, kila kitu kitabadilika katika siku hiyo yenye kuhofisha. Fala yabqa shay'un ala ma kana alayhi fi dunya, hakuna kitu chochote ambacho kitabakia vile kilivyokuwa hapa ulimwenguni, vitu vyote vitabadilika. Fa inna samaa tatashaqqaqu, mbingu itapasuka pasuka, watamfatihu, na itafunguka, min jamii jihatiha, pande zake zote itapasuka pasuka na itafunguka. Waljibalu arrasihatu alqawiyatu tatiru fil qada, na majabali yaliyokuwa na nguvu yaliyoshikamana yote nayo yataruka angani kama vile yanambawa. Kaanna huyumun wa sarabun la athara laha, kama vile ni mawingu na nyota
ambazo zitakuwa hazina athari, mawingu ambayo yanaenda kwa nguvu. Wasuyirat aljibal fakanat saraba, na majabali yataendeshwa, yatakuwa kama vile ni maji ambayo yapo katika ardhi, ukienda huoni hayo maji. Kullu shay'in fil kaun, vitu vyote hapa ulimwenguni, alladhi nushahiduhu, ambavyo tunavishuhudia, sayatabaddal, vitabadilika, watantahi dunya watabda'u al-akhirah, hapo sasa dunia itakuwa imeisha na akhera itakuwa ndio imeanza mwanzo wake. Ile siku ya mwisho ambayo tumeizungumzia ndio itakuwa sasa inaendelea katika zile hatua zake, baada ya mtu kufa kupelekwa makaburini. Sasa wamefufuliwa katika hali nyingine, watahudhurishwa katika uwanja wa hisabu, watahesabiwa, kisha watahukumiwa, na aliyefanya kheri atapelekwa peponi na aliyefanya shari atapelekwa motoni. Mwenyezi Mungu atujalie tufanye kuwa ni watu wa peponi, asitujalie kuwa ni watu wa motoni. Fil yawmil akhir, akiendelea mshereheshaji anasema katika siku hiyo ya akhira, takunu naru jahizatan, moto utakuwa tayari umeandaliwa, wa muaddatan linnasi alladhina sayadkhulunaha bisababi a'malihim sayyi'a. Moto utakuwa umeandaliwa kwa ajili ya watu ambao watauingia kwa ajili ya matendo yao, kwa sababu ya matendo yao yaliyokuwa mabaya. Inna jahannama kanat mirsada, haula innas, watu hawa, sayamkuthuna fi nnari madadan tawila mutatalia, watakaa katika huo moto muda mrefu wenye kufuatana, wa qurunan mutatabi'a, lakini vile vile na karne zenye kufuatana, labithina fiha ahqaba. Mwenyezi Mungu anasema watakaa humo miaka na miaka na karne na karne, hawa ambao wamefanya matendo yaliyokuwa mabaya, kwa sababu tayari makazi yao mabaya yameshaandaliwa. Kwa hiyo ni sisi wanadamu kupata mawaidha, kuawidhika na aya hizi ambazo zinasomwa, zinaelezewa habari za ghaibu za siku ya kiyama. Kila mmoja akachukua hatua kujiandaa na yale yaliyokuwa mazuri, kwa sababu pepo tayari imeandaliwa na moto tayari umeandaliwa. Kwa leo tuishilie hapa katika darasa letu hili. Tukija katika darasa nyingine inshallah tutaendelea kusherehesha katika kipande kingine kilichobakia. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.